Nimeona kabla kuenda Mashariki ya Kati huko yanaendelea vitu vingi sana na hasa mazungumzo yalivyozungumzwa tutaangalia kwa kina pale, lakini katika moja taarifa weekend mchungu nimeona bwana, pamoja na kugaragazwa na Rais Donald Trump, kwa mara nyingine tena Kamala Harris ameweka hadharani kurejea katika kinyang'anyiro na kusema kwamba anahitaji kuwa rais wa Marekani katika uchaguzi ujao. Katika situation kama sasa hivi ambayo Marekani inapitia, inawezekana ikawa ni sehemu ya ameona mwanya wa kuanza kuyaweka haya ambayo ameyazungumza, kuweka hadharani kwamba anakwenda kugombea na kuhitaji kuwa rais wa Marekani. Harris Kamala. Yes, Kamala Harris kwanza ni kiongozi ambaye amehudumu kama makamu rais wa nchi ya Biden. Lakini unafahamu kwamba kwenye uchaguzi wa mwaka 2024 aliingia kwenye kinyang'anyiro alikuwa hajajiandaa. Yaani moja ya sababu ambayo kimsingi ilimpelekea Kamala kutokufanya vizuri, ukiacha kwamba of course ni kiongozi mwanamke, lakini bado alikuwa hajapata muda mwingi wa maandalizi. Aliingia kipindi cha katikati, chama cha Democrat na wakiongozwa na mkutano mkuu Democrat National Convention waliweza kumpitisha Biden, lakini Biden baadaye alionekana kwamba sio turufu wala uziki kwenye macho ya Wamarekani, kwa hiyo wakaamua kumleta Kamala. Of course Kamala kwa debate ya kwanza alifanya vizuri sana, na debate ya pili ambayo Trump alikataa akasema kwamba yeye ameshafanya debate ya kwanza na Biden na debate ya pili ya Kamala, kwa hiyo hakuna debate nyingine. Lakini ukiona kabisa kwamba Kamala aliendelea sana kuungwa mkono na vijana, hata wa influencer, hata wasanii. Lakini unafahamu kwamba mazingira ya kisiasa kwa nchi ya Marekani yalikuwa na muhitaji zaidi Trump, na lazima tujifunze kwamba hizi nchi kubwa zinavyochagua viongozi, kuna bila mwingine wamekuwa wakiangalia falsafa ya wakati na mahali. Tupo kwenye mazingira gani, tunamhitaji nani, aje kufanya nini na ili iweje. Kwa mazingira sasa hivi ukitazama ya mazingira ambayo ukitazama yana chaos, yana global insecurity, yana global recession, yana global instability, ni kwamba yalikuwa na muhitaji Rais Trump. Sasa ukitazama vile vile Trump amebakisha miaka kama miwili, kwa sababu uchaguzi kumbuka ni mwaka 2028. Na mwanzo uchaguzi mmoja ni maandalizi ya uchaguzi mwingine. Bado Kamala amekuwa akijisi kwamba anahisi kwamba ana nafasi. Na zipo duru nyingine zinasema wazi kabisa kwamba Kamala inawezekana akaja kufanya vizuri katika uchaguzi unaokuja, japokuwa bado kumekuwa kuna hiyo dhana ya kutokuamini mwanamke kuja kuwa rais kwenye taifa kubwa kama la Marekani. Lakini vile kwa wapinzani wake huku katika chama cha Republican, unaona kabisa kwa mfano mtu kama JD Vance, makamu wa rais, amekuwa akitaja sana anaweza kuja kuongoza gurudumu hilo la kuweza kuwa rais. Mtu kwa mfano Marco Rubio ukimtazama, of course ana asili ya Cuba, lakini bado naye amekuwa akipigwa chapuo. Kwa hiyo Kamala ana nafasi kubwa kutokana na umri wake. Kumbuka miaka takriban 61, ana nafasi kubwa. Lakini kutazama sasa ile dhana ya nafasi ya mwanamke katika kiongozi wa juu ndio mtihani kwa nchi ya Marekani, bado imekuwa ni kizungumkuti. Mimi nimeona kabisa hii sema yake ni kwa sababu alivyoona hivi vinavyoendelea na nini, basi apige chapua mapema kabisa. Bwana